Habari za leo, karibuni Pedo and Rose Stories. Leo ni siku ya ukimwi duniani. Nimeona mimi kama mwelimishaji na muathirika ninayeishi na VVU kwa zaidi ya miaka 30. Nimeona nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia ya kuwakumbuka wenzangu ambao wametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo nimewasha mshumaa huu ikiwa ishara ya upendo na mwanga uwaangazie mahali popote walipo huko mbinguni. Miaka ya 80, miaka ya 90 kulikuwa hakuna dawa. Kwa hiyo kila aliyekuwa anagundulika na VVU basi alikuwa anapata changamoto za afya, mpaka anapata magonjwa nyemelezi na mpaka anapoteza uhai, anakuja na develop AIDS, yani ukimwi. Kwa hiyo miaka ya 80, miaka ya 90 tumewapoteza watu wengi wapendwa, tumewapoteza wapendwa wetu kwa ukimwi, tumewapoteza majirani, tumewapoteza marafiki, tumepoteza ndugu, tumepoteza wafanyakazi wenzetu. Yani kwa janga hili la ukimwi, hakuna anayeweza kusimama akasema familia yake haijaguswa. Ugonjwa huu umegusa kila kona, umegusa kila familia, umegusa familia zetu. Kwa hiyo na mimi leo nimeona ni wakumbuke wenzangu, ndugu zangu, rafiki zangu, wafanyakazi wenzangu, mliotangulia mbele ya haki. Hata majirani zangu mliotangulia mbele ya haki kutokana na ugonjwa wa ukimwi. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie. Marehemu wetu wapumzike kwa amani. Amina. Ndugu zangu, ni rafiki zangu, wanangu, wajukuu zangu, ukimwi bado upo. Yani HIV au VVU bado vipo, na bado kuna watu wanapata maambukizi mapya. Kwa hiyo ni waombe tu ndugu vijana, hasa vijana, wajukuu zangu, mjihadhari. Wiki iliyopita nilisikia mtu akipresenti na akisema kabisa kwamba yani hata watu wa miaka 50 na 60 sasa hivi wanagundulika wakiwa na maambukizi ya VVU. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba hili tatizo bado lipo. Kwa hiyo ni waombe tu ndugu zangu mchukue tahadhari na mjenge tabia ya kupima mara kwa mara kujua afya zenu. Na kwa wale ambao tayari mna maambukizi, mjitahidi kunywa dawa. Unapokunywa dawa unakuwa undetectable. Ukishakuwa undetectable hauwezi kumwambukiza mtu mwingine virusi vya ukimwi. Lakini kama hunywi dawa, basi uwezekano wa kuambukiza watu wengine ni mkubwa zaidi. Pia kwa wote vijana na watu wazima, mjenge tabia ya kupima mara kwa mara kujua afya zenu. Mpime mara kwa mara mjue afya zenu. HIV bado ipo au VVU bado vipo. Watu bado wanapata maambukizi. Kwa hiyo na sasa hivi changamoto hizi za tiba, unakuta huku kunakuwa na kukata, huku kunakuwa na kusimamisha misaada. Kwa hiyo huwezi kujua itakuja kuathiri watu wangapi. Unaweza kukuta hata wanaotumia dawa ukaathirika ukawa huwezi kupata dawa, na matokeo
matokeo yake yakawa sio mazuri, kwa sababu usipopata dawa vitaibuka. Kwa sababu vinafubaa, tuelewe kwamba vinafubaa. Ndio maana tunakunywa dawa milele na milele mpaka hapo tiba itakapopatikana. Kwa hiyo ndugu zanguni, rafiki zangu, wapendwa wangu, followers wangu na wale ambao hamjasubscribe, naomba msubscribe. Ndio hilo niloona kwamba nizungumze leo, niwakumbuke wenzangu ambao wametangulia mbele ya haki kutokana na tatizo la ukimwi. Leo ikiwa siku ya ukimwi duniani. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru kwa yote. Asanteni kwa kunisikiliza. Msisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare. Mtembelee pia Pedals and Roses Stories. Kuna video nyingi tu zenye mafundisho mengi. Asanteni.